بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بعد. Ndugu zangu, leo kupitia BAKWATA online nimeona ni tabaruku kuwasiliana na nyinyi kupitia channel hii tukufu ambayo imekuwa kinara wa kufikisha yanayotakiwa yawafikie Waislamu kwa ujumla nchi nzima. Hawa ni kinara. Sasa leo na mimi nimeona ni tabaruku kwa kufikisheni maneno mawili matatu, na kwa kuwa tuko katika munasaba wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi mimi nizungumzie Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'ani kwamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini wala wanadamu illa waniabudie mimi. Kumwabudia na kumwabudu Mungu kunataka muda na mahala. Mahala ni ardhi hii yote, lakini muda ndio huu ambao tunaona unapotea, lakini sisi tunaweza tukautumia muda huu vizuri kwa kumwabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo space ndio hii na muda ndio huu, time ndio hii. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mbele amesemaje Mwenyezi Mungu? Ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Sitaki kutoka kwa hawa wanaotaka waniabudu, hawa waniruzuku mimi wala wanipe chakula. Ama chakula chao wenyewe na watafute wale, lakini sio mimi. Hawana jukumu hilo. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Na hata hivyo Mungu ndio ar-Razzaq, mtoaji riziki wa moja kwa moja. Sasa tunapokuja katika munasaba huu wa Ramadhani, Mungu ametufardhishia, ametulazimisha tufunge Ramadhani. Anapotulazimisha tujue futari, ameshajilazimisha yeye futari, sisi tutapata wapi? Wakati anatulazimisha sisi tufunge Ramadhani, yeye tayari keshajilazimisha kutufuturisha. Mfuturishaji ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana vitu vyote vinanunuliwa kwa tabu, lakini maji ya bure unapata tu katika nchi hii, kwa sababu ndio futari yetu. Futari ni maji bwana kwa hapa Tanzania. Ukiwa Saudi Arabia na nchi za Kiarabu, futari ni tende. Unaona hiyo? Sasa sidhani hapa Tanzania hii kuna mtu hana maji ya kunywa. Hakuna. Na unayapata kwa urahisi kweli kweli. Serikali kupitia Awesu anafanya juhudi kuhakikisha maji yafike kila nyumba, na yamefika. Kwa hiyo hakuna nyumba isiyokuwa na futari. Sawa sawa nyumba hiyo ya Islamu au si Muislamu, nyumba ina futari. Midhali maji yamo, maana futari imo. Sasa ile kupiga simu wakati mwingine unampigia mtu, bwana sina futari, unamkufuru Mungu wakati ndani ya nyumba yako kuna maji. Wewe labda unataka kula kushiba sana. Kama mpango wa kula kushiba sana, sawa, endelea. Lakini kama futari tu, haina haja umpigie simu, bwana mimi leo sina futari, na ili hali maji yapo. Alafu haya maji unajua sifa yake, waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Tumejalia kupitia maji kila kitu kinapata uhai kutokea maji. Na wewe uhai wako kama umechoka kwa sababu ya kushinda na njaa ya saumu hii, uhai wako ni maji. Wala sio tende ziada, wala sio muhogo ziada. Ukikatazwa kutumia hiyo ziada, lakini usiseme kwa mimi sina futari. Ukisema una futari, maana yake unamtukana Mungu. Unaona hivyo? Kama Mungu anafanya mambo yake ovyo ovyo, wewe sio na mpango. Mungu mambo yake yote dika kwa ufanisi wa hali ya juu. Anakulazimisha ushinda na njaa, jioni utakula. Cha kwanza cha kukila ni maji. Na maji yenyewe ukinywa kidogo tu tayari yameshaondosha kila kitu, ghasia zote zile. Hata kama ulikuwa una njaa namna gani, ukisha kunywa maji nusu glasi tu, tayari utakuta mambo ndani. Halafu sasa kama unapata nafasi ya kula, lakini kwanza futari ni maji. Ninachopigia kelele hapa
Msiwapigie simu watu sijui mfadhili wa futari. Hakuna mfadhili wa futari. Yaani ufuatilie futari wakati Mungu kisha kufadhili maji yamo ndani ya chumba chako. Wani wako unafungua bomba ndani, kama huna bomba nyumba yako ya kupanga, lakini jirani bomba nala anafungua shilingi 100 tu. Sasa wewe una shilingi 100 ya kununua ndoo ya maji? Haiwezekani. Kwa hiyo hilo kwanza tuelewane kwamba Mungu alipotulazimisha sisi kufunga Ramadhani, yeye kwa upande wake kajilazimisha kufuturu. Anakufuturisha yeye. Unaona? Na ndio maana imekuwa hili jambo la kufuturisha ni adhimu sana, kwamba na wewe kama utapata bahati ya kumnasa mtu anywe maji uliompa wewe, umefanya kazi ya Mungu na Mungu anakulipa, umefanyia kazi yake. Anakulipa malipo makubwa. Ndio maana mamfattara saiman, mwenye kumfuturisha aliyefunga, maana kumfuturisha kwenye maji. Muwahi mtu anywe maji yako. Wahi. Vizia watu msikitini au mahali popote kwamba ile baradhini watu ale kile ambacho umempa wewe, ikiwa maji, ikiwa tende, ikiwa ndizi, ikiwa chochote kile, lakini mwambie tafadhali tia mdomoni hichi. Umfuturishe. Hata watu mkibadilishana mkifuturishana, yeye anakufuturisha na unamfuturisha, vile vile wote mtapata malipo. Pengine jambo ambalo hamjapata kulisikia hilo. Kama tunapendana Waislamu, mimi nikufuturisha na wewe unanifuturisha, kwamba kama unanipa tende na mimi nakupa tende. Unaona? Na wote tutapata thawabu. Mimi nitapata thawabu za kukufuturisha wewe, na wewe utapata na wewe utapata thawabu za kunifuturisha mimi. Haya ndio ya kufanya. Kwa sababu hii Ramadhani ni lango kubwa sana la sisi kuzoa malipo ya Mungu aliyoandaa. Ni lango kubwa, tuingie kwa wingi katika lango hili, na tufanye mambo kwa upana kweli kweli katika kufaidika na nafahati zilizomo ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo wito wangu mkubwa kwamba usikae unafikiria futari. Fikiria chakula cha watoto wako. Hiyo fikiria, sikukatazi kufikiria. Na hata kufikiria huko nako pia nako ni udhaifu. Kwa sababu kama unaamini kwamba Mungu ndiye aliye basi utakuta vitu vinakuja tilqaiyan. Vitu vinakuja tu tilqaiyan. Itakuwaje watu wengine wapate wewe ukose? Na wakati Mungu ndo huyu mmoja, na sote Mungu ndo aliyetuumba, wote sisi ni viumbe wake. Kwa hiyo usipate tabu ya futari. Pata tabu ya mambo mengine. Nguo za sikukuu pata tabu kidogo. Kwa sababu ya nini? Maji nayo vile vile yakikaa muda mrefu katika chupa bila ya kuyatikisa yatachafuka. Kwa hiyo kule kutaharaki kwenda huku na huku ndio sunna ya Mwenyezi Mungu katika kwa viumbe wake. Lazima utaharaki. Na ukitaharaki kidogo tu lillahi na Mungu atakufungulia. Sijui mmenielewa vizuri. Sasa Waislamu naomba waelewe hilo. Halafu sasa baada ya hapo kuna Lailatul Qadri inakuja. Na hii Lailatul Qadri khairu min alf shahr, ndio siku ya kugawa sasa hiyo. Mungu bajeti kuu iko ndani ya Lailatul Qadri. Usikae inafanywa bajeti na watu wanagawiwa mafungu yao, wewe uko nje ya msikiti, imekula kwako. Shida zikikupata baada ya Ramadhani, ujue kwamba wewe mwenyewe umejitakia hizo shida. Haiwezekani ushiriki matendo ya Lailatul Qadri, mikesha yake, sala zake, sunna zake, wewe ushiriki, alafu baada ya Ramadhani unapata shida. Baada ya Ramadhani unauguliwa mpaka unatafuta namna ya kuuguza. Raha ya ukiuguliwa uwezi na wewe kuuguza. Baada ya Ramadhani unavutwa na wenye mvuto. Baada ya Ramadhani wewe uwezi ukavutwa na unavutia. Yaani baada ya Ramadhani kuna wanawake wazuri wana mvuto kweli kweli. Wewe hautokusibu mvuto ule kama ulishiriki Lailatul Qadr. Haitokusibu shida na njaa kama ulishiriki vizuri katika Lailatul Qadr. Wito ni kwamba ebu jueni mapema, nakwambieni Lailatul Qadr inakuja mwezi 26 kuamkia 27. Usikose, lakini anza kuitafuta mwanzo wa 13. Mwanzo wa 13 anza kuitafuta. Shiriki katika misikiti, shiriki kusoma Qur'ani, shiriki kumdhukuru Mwenyezi Mungu, shiriki kumsabihi Mwenyezi Mungu, shiriki kumsalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, shiriki kuwataja watu wema, shiriki kukumbuka matendo ya watu wema na maisha yao. Yote hiyo ni dhikri. Kukumbuka matendo ya watu wema na maisha yao, yote hiyo nayo ni dhikri, imekuja katika Qur'ani. Wadhkur fil kitabi Maryam innahu kana
kadha kadha kadha. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Unakumbuka mateko. Hii ni dhikri. Ukisema hivyo maana ndio unamdhukuru Mwenyezi Mungu. Na si mitume tu peke yao, wako watu wa kawaida nao ni wema. Wakumbuke. Mkumbuke Sheikh Hassan bin Amiri amesomesha, amefanyaje Sheikh Hassan bin Amiri Shirazi. Mkumbuke Sheikh Qasim bin Juma amesomesha, amefanyaje amesimamia msikiti wa Mtoro. Mkumbuke Said Salim Bakhresa amejenga msikiti wa Mtoro, mwema yule. Hiyo ni dhikri vile vile. Sasa watu wanafanya mema na wanakuwa wema, alafu wewe huwataji, unakosa thawabu. Yaani wewe mwanzo kafanya kila kitu, alafu unakosa thawabu za bure za kumtaja yeye tu. Unakosa thawabu za kumtaja tu. Unaona? Unawataja wacheza mpira. Unawataja kafanya hivi, kapiga chenga, assist 10, sijui nini. Unaona? Katika unawataja hao. Wakati hupati thawabu, unaona hivyo. Pengine kwa kupoteza muda wa swala ukipita uko katika yale umpata dhambi. Lakini unamsifia mtu ana assist 20. Unaona hivyo. Humsifia aliyesaidia vipindi kama hivi kuruka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.